tuelewe kwamba sasa serikali yetu inawategemea. Inawategemea kivipi? Kwa sababu tumepata ujuzi, tunatakiwa ujuzi tukufanyie kazi. Nimeelewa kwamba mmefunzwa na mmefunzika na mmefunzwa katika mazingira mbalimbali, hata masuala ya maadili. Kwa hiyo tutakaporudi huko katika jamii, yale maadili tuliyopata chuoni, na walimu wapo ambao wanashuhudia, na waombeni sana tukayatumie huko. Tukitoka hapa tukafanye mashirikiano ya kutosha sana katika jamii zetu. Kwanza tunatakiwa, pamoja na kwamba tunajitambulishe ndani ya sheria zetu, kwa sababu nyinyi imepatikana katika sheria. Ndugu zangu, hawa viongozi wao walikuwa wananipigia, "Katibu, tunataka watu wangapi? Leo tuna interview, leo tuna hichi." Mpaka mmepatikana nini? Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Sasa hii kwa upande mwingine tunasema ni fursa. Na kuombeni sana hii fursa tusipoteze. Fursa yetu tuhakikishe tunakwenda nayo, na wale ambao elimu zao ziko ngazi ya chini tukajiendeleze kwa ajili ya kuweza kukamata zile nafasi. Tusiwe tena wahudumu, tuwe sasa ni official, tuwe wafanyakazi wa idara ya afya wa Wizara ya Afya, kitengo cha kinga au kitengo cha tiba au kitengo chochote ambacho wewe utakuwa na uwezo nako kufanyia kazi. Ni kwamba kazi yao kubwa ni kuhakikisha kwamba ile afya ya msingi ya jamii, basi wao ndio watekelezaji wa mwanzo. Atakayeumwa presha huko, mama mjamzito, masuala ya kisukari, hawa ndio wao ndio watu wa mwanzo ambao wanazipata zile kesi, kuzingatia wako katika wanaishi ndani ya jamii zinazowazunguka. Lakini kazi yao nyingine ni kwamba basi wakishagundua zile kesi, ina maana wao ni kiunganishi baina ya jamii, lakini pia na vituo vyetu vya huduma. Kwa hivyo itakuwa hawa wanazigundua zile kesi mapema, na kama tunavyojua kwamba tunapozungumza tukigundua kesi mapema, ina maana pia tunapunguza hata zile gharama za matibabu na madhara mengine ambayo yanaweza kutokea kwa vile tumegundua mapema, lakini pia anapatiwa huduma matibabu mapema. Sasa hivi mimi Mheshimiwa mgeni rasmi, kazi yangu sio kubwa sana. Nimetakiwa tu kama mjumbe kutoka Wizara ya Afya nikukaribishe ili tuweze kuzungumza na hadhira hii ya CHW. Kwa hiyo baada ya hayo machache, naomba ndugu mgeni rasmi nikukaribishe rasmi ili kuendelee na shughuli hii. Mwende mkayahaulishe kwa vitendo katika catchment area zenu. Na nyinyi ni wahudumu wa afya ngazi ya jamii, ni wocha public health. Ni nani wocha? Ni mwangalizi wa ile jamii yako ambayo imekuzunguruka. Kwa mfano, ukiona watoto 4, 6 wana shida, wewe ndiyo masukuli katika ile eneo lako. Ni lazima uweze kuuliza sababu. Ni sababu gani zilizowafanya watoto 6 wanaumwa kwa pahala pamoja katika eneo lako? Na waomba sana na wanasihi sana. Mwenyezi Mungu anasema summa la tusaluna yawmazi, kisha atakuja kwenda kutuuliza juu ya neema alizotupa, tumezitumiaje? Wewe ni masukuli, umekubali, umeingia. Naomba urudi katika jamii yako, uende ukatekeleze yale ambayo umeyapata. Mambo mengine tutakutana, muda upo, tutaweza kushauriana. Leo si muda wangu, lakini hata mimi nimefurahi na nimewapokea kwa mikono miwili. Karibuni, mlango uko wazi. Piga simu asubuhi, usiku, saa 3, saa 6 ukiwa una tatizo. Hayo machache.